Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante Bwana wa majeshi kwa wakati huu mwingine tena. Tusikizishe neno lako tupate kulielewa na kulifahamu, likapate kutuongoza kwenye maombi tulionayo mbele yetu, likatujenge na kutusaidia tena. Pokea sifa na utukufu, maana uko tayari kutusaidia, nasi tuko tayari Bwana kubadilishwa na neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na sehemu ya 4 ya mfululizo wa somo letu la ushindi dhidi ya vita za maisha. Ushindi dhidi ya vita za maisha. Na tulipokuwa tunaanza, tuliona ya kwamba maisha yana vita zinazokuja katika maisha ya muamini katika sura zaidi ya moja, na tukaona aina ya kwanza ya vita inaitwa vita ya ufahamu au vita ya fikra. Na tulipokuwa tunaangalia kwa habari ya vita ya ufahamu au vita ya fikra, tukaona ya kwamba mtu yeyote ambaye ameshindwa kwenye ufahamu wake hawezi kuweza kwenye eneo lolote la maisha yake. Na tulikaa hapo na kuangalia kwa kina zaidi mambo ambayo yanaweza kutusaidia. Lakini siku ya leo nataka tukaangalia aina ya pili ya vita ambayo adui atapambana nawe kwenye maisha. Inaitwa vita ya rasilimali watu kwenye maisha yetu. Vita ya rasilimali watu kwenye maisha yetu. Vita ya rasilimali watu kwenye maisha yetu. Naomba tutaangalia andiko letu la msingi kwenye Isaya 43 na mstari wa 4 litakalotupa uelewa katika eneo hilo la kutusaidia. Isaya 43 na mstari ule wa 4, Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Jambo ambalo natamani kila mmoja wetu wafahamu ni hili: Mungu anapotaka kuyafanikisha maisha yako, moja ya jambo atakalolifanya ni kukupa watu sahihi watakaokuwa sehemu ya kile unachotakiwa kufanikiwa kwenye maisha. Mungu anapotaka kuyafanikisha maisha yako, moja ya kitu ambacho atafanya ni kukupa watu ama mtu sahihi ambaye atakuwa sehemu ya mafanikio unayotakiwa kuyapata kwenye maisha yako. Na kama Mungu anatumia watu ili kufanikisha maisha ya watu, ni dhahiri ya kwamba moja ya eneo ambalo shetani atafanya vita ya uhakika na maisha ya muamini ni kuhakikisha anazuia hapati watu sahihi kwenye maisha yako. Hata kuzuia kupata watu, atakuzuia kupata watu sahihi kwenye maisha yako. Kila mtu ana watu, lakini ni watu wachache wenye watu sahihi kwenye maisha yao. Mabinti zangu, mwanaume yeyote anaweza akaoa yoyote, lakini kwenye maisha yako unahitaji mtu sahihi atakayekuwa sehemu ya yote ambayo unatamani kuyatimiza kwenye maisha yako. Ni jambo la msingi sana kuelewa. Shetani akitaka kufanya vita na wewe, eneo mojawapo atakalofanya nalo vita ni eneo la watu. Anasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Wathesalonike wa kwanza 2 mstari wa 17 mpaka wa 18 unaongea kitu. Wathesalonike wa kwanza 2:17 mpaka 18. Na ukiwa unataka kuandika kwa haraka, kwa sababu tunakuwa na maandiko mengi, kila wakati nitakapotaja kama Wathesalonike wa kwanza 2:17 mpaka 18, wewe anza kuandika 2:17 mpaka 18, kwa sababu jina la kitabu hauwezi ukasahau, sawa Wathesalonike wa kwanza 2:17 mpaka 18, Biblia inasema, lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakanya nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Paulo anawaambia watu wa Thesalonike ya kwamba tulitamani kuja kwenu, na wote tunajua ya kwamba
ujio wa Paulo mahali popote kwa neema aliyokuwa anaibeba, watu walikuwa wanajengwa, watu walikuwa wanaimarishwa, watu walikuwa wanatengenezwa katika maeneo mbalimbali ya maisha yao. Paulo anawaambia, ndugu zangu, tulitamani sana kuja kwenu mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akatuzuia. Shetani ataruhusu upate watu wasio na faida kwenye maisha yako, ila atahakikisha anazuia usipate watu wa thamani kwenye kesho yako. Shetani ataruhusu upate watu wa kawaida wasio na faida kwenye maisha yako, lakini hataruhusu upate mtu wa thamani kwenye maisha yako. Nikiongea na mabinti zangu huwa anajua kwamba eneo la watu ni eneo la vita. Mtu anakuambia, baba, yani vijana wanakuja, lakini aina ya vijana wanaokuja ni bure kabisa. Kwa nini? Shetani atakuruhusu upate watu wa kawaida, watu ambao wanaweza kuwa sababu ya kutokuwa yule ambaye unatakiwa kuwa, lakini atahakikisha anapambana usiku na mchana kwenye eneo lolote la maisha usipate watu ambao ujio wao utakuwa ni jibu na msaada wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni vita ambayo ni serious kabisa kuliko unavyofikiri. Lakini pia utaona kitabu cha Filemoni sura ile ya 1 na mstari wa 22. Filemoni sura ile ya 1 na mstari wa 22, Biblia inasema hivi: na pamoja na hayo uniwekee tayari mahali pa kukaa, maana natarajia ya kwamba kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Anamwandikia Filemoni mtume Paulo, anamwambia, natamani kuja kwenu, lakini ninaamini kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Kwa hiyo moja ya maombi muhimu kila Mkristo kuwa nayo ni maombi ya kuwaita katika ulimwengu wa roho watu sahihi waliobeba msaada wa Mungu katika hatua mbalimbali unazotaka kuweza kwenye maisha yako. Anasema kwa maombi yenu mtajaliwa kunipata. Utaona pia kitabu cha Hesabu sura ile ya 10 mstari ule wa 29 mpaka wa 32. Bado naweka msingi. Hesabu sura ile ya 10 mstari wa 29 mpaka mstari ule wa 32. Nataka nikuoneshe kitu hapa, ya kwamba kuna wakati unaweza ukawa unapata watu ambao wako sahihi kwenye maisha yako, watu ambao wamebeba kitu cha Mungu kwa ajili ya kesho unayotakiwa kuifikia, lakini shetani akitaka kuchelewesha hatua zako, atahakikisha anawanyima wale watu utayari wa mioyo yao kuambatana na wewe ili kuweza kufika unakotakiwa kufika. Lazima uwe unaufahamu ili uwe unajua. Shetani anafanya vita katika eneo la watu kwa namna hii. Mojawapo ni kuhakikisha una mtu sahihi, lakini anamnyima utayari wa kuambatana na wewe katika kutimiza au kufanikisha lile ambalo liko ndani ya uwezo wake kulifanya. Na ndio maana wakati mwingine huwa nikiongea na rafiki zangu wachungaji wengi ambao nimekuwa nazungumza nao, wamekuwa wana huzuni ndani ya mioyo. Wana watu ambao wanaweza kupushi maono makubwa walionayo, wana watu ambao wanaweza kuwezesha mipango walionayo kwa ajili ya ufalme wa Mungu iende, lakini shetani amezuia utayari wa mioyo na watu kusimama na maono makubwa walionayo. Ni strategy zake vizazi na vizazi. Ndio maana tunapoomba ni vizuri sana tuombe tukiwa tuna ufahamu wa kimungu. Hesabu 10:29 mpaka 32, Biblia inasema hivi. Hesabu 10:29 mpaka 32, Biblia inasema hivi: kisha Musa akamwambia Hobabu, mwambie mwenzako Hobabu, mwana wa Reueli Midiani, mkwewe Musa, sisi twasafiri kwenda mahali ambapo Bwana amenena habari zake hivi: nitawapa ninyi mahali hapo, uje pamoja nasi tutakufanyia mema, kwa kuwa Bwana ametamka mema juu ya Israeli. Tutulie. Musa anaongea na moja ya baba mkwe wake, anaitwa nani? Hobabu. Ni ndugu upande wa mkewe. Anamwambia hivi, nenda pamoja nasi kwenye safari hii tunapoenda kwenye nchi ya ahadi yetu. Mungu ameahidi mema, Mungu amesema atatufanikisha, Mungu amesema atatupa nchi ya ahadi, na yale atakayotujalia akitupatia, na wewe utafaidi katika ile keki ya taifa. Mstari unaofuata wa 30 anasema hivi: naye akamwambia, siendi mimi, ila nitarudi nchi yangu mwenyewe na kwa jamaa zangu mwenyewe. Naye akamwambia, usituache tafadhali,
kwa kuwa wewe wajua jinsi tutakavyopanga nyikani, nawe utakuwa kwetu badala ya macho. Itakuwa ukienda pamoja nasi, naam, itakuwa mema yoyote Bwana atakayotutendea sisi, tutakutendea wewe hivyo. Musa anapoongea naye anamwambia nenda pamoja nasi, wewe unaijua njia, wewe umekaa huku katika njia tunayoiendea, una ufahamu wa hali zote za njiani, utakuwa kwetu kama macho tunapokwenda kwenye nchi ya ahadi yetu. Hobabu akamwambia, mimi sitaambatana na ninyi, narudi katika nchi yangu mwenyewe. Maana yake kuna umbali alikuwa ameenda nao, lakini ikafika wakati adui akashawishi fahamu zake, akaamua kurudi. Haujawahi kuona kwenye maisha, unaona kabisa kuna mtu mlikuwa mnaenda vizuri, kuna mipango ilikuwa inasogea na mambo yanatokea, alafu unashangaa from nowhere tu frequencies zinabadilika, mtu anaamua ku step out. Hamjawahi kuona watu wa namna hiyo? Ndio, ni vita katika eneo hilo. Adui anajua Hobabu alikuwa ana uzoefu na njia, alikuwa ana kitu cha kuwasaidia Israeli njiani. Adui akamuingizia wazo la kuamua kuto kukubali kuambatana na Israeli wanapoiendea nchi ya ahadi yao. Unadhani ilikuwa ni akili ya kawaida ile kisa tu? Ameambiwa kabisa, yani anajua matendo makuu ya Mungu, show aliyoipiga Mungu Misri. Anajua uwezo wa Mungu juu ya njia aliyoitengeneza kwenye bahari ya Shamu. Anajua juu ya ahadi ambazo Mungu amewapa kwenye nchi ya ahadi. Lakini pamoja na mazuri yote, Hobabu anasema sitakwenda pamoja naye. Ingekuwa ni binti leo, kama ni yupo kwenye mahusiano, angejaribu kujiuliza, mimi nina matatizo gani? Yani akijiangalia anaona mbona kama kila kitu kiko sawa, yani amenionaje? Yani ndo ameamua Hobabu akaamua kutoambatana naye. Vita kwenye eneo la watu, lakini ashukuriwe Mungu ambaye pamoja na Hobabu kuamua kuachana naye, Mungu akaendelea kuwasaidia Israeli wanapokwenda kwenye nchi ya ahadi yao. Naomba uweke moja ya ombi lako muhimu ukiwa unaomba, mwambie hivi Mungu baadaye, ya kwamba hata katika nyakati ambazo watu watachagua kuniacha, nisaidie kuto kukata tamaa, niendelee mbele mpaka nifike kule ambako unataka nifike. Kabisa. Ni ombi la muhimu sana. Kuna wakati utakutana na wakina Hobabu katika safari ya maisha, watu ambao walionyesha kuwa pamoja na wewe, walionyesha kwamba tutaenda wote mpaka kule ambako Bwana amekuahidi kwa ajili ya maisha yako, lakini njiani wanaweza wakaamua kutoka, njiani wanaweza wakaamua kukuacha. Mwambie Mungu, hata katika nyakati hizo nipe neema ya kuendelea kukuamini wewe zaidi katika safari ninayo iendea. Tunaenda pamoja watu wa Mungu, na nimeandika hapa nikasema, watu ni rasilimali muhimu ambayo Mungu humpa mtu ili kufanikisha kusudi lake ndani yetu. Watu ni rasilimali muhimu ambayo Mungu huwa anampa mtu ili kufanikisha kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yetu. Peke yako unaweza kusogea, pamoja na wengine unaweza kufika mbali na kufanya mambo makubwa. Narudia tena, peke yako unaweza kusogea, pamoja na watu wengine unaweza kufika mbali na kufanya mambo makubwa. Watu ni rasilimali ambayo Mungu anampa mtu ili kutimiza kusudi ambalo ameliweka ndani yetu. Peke yako unaweza kusogea, lakini pamoja na wengine unaweza kufika mbali na kufanya mambo makubwa. Ni jambo la msingi sana. Na tumesema watu ni rasilimali muhimu ambayo Mungu huwa anampa mtu ili kutimiza kusudi ambalo ameliweka ndani yake. Unajua ni kwa nini? Kusudi la Mungu ndani ya mtu huwa halimuhitaji mtu peke yake, ila linahitaji sehemu ya wengine katika kutimia kwake. Kusudi la Mungu ndani ya mtu huwa halimuhitaji muhusika peke yake, huwa linahitaji sehemu ya wengine ili katika nini? Kutimia kwake. Kwa hiyo Mungu akiweka jambo lolote ndani ya moyo wako, lile jambo huwa halikuhitaji wewe peke yako, huwa linawahitaji na wengine ili liweze kufanikiwa, ili liweze kutimia. Na ndiyo maana utaona kwenye kitabu kile cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, ni kuoneshe jambo hapo. Mhubiri sura ile ya 4 mstari wa 9
mpaka ule mstari wa 12. Mungu huwa haweki kila kitu ndani yako, huwa anawekeza sehemu ya mpango wake katika watu wengine, ili mkija pamoja na kushirikiana, lile jambo linaweza kufanikiwa kwa wepesi. Kwa hiyo shetani anajua kwamba Mungu huwa haweki kila kitu ndani ya mtu, kuna sehemu anaiweka kwa watu wengine. Kwa hiyo anachokifanya, anapambana adui kadiri iwezekanavyo ubaki peke yako, usipate ushirika wa wengine kwenye jambo unalotaka kulifanikisha. Mhubiri 4 mstari wa 9 mpaka wa 12, Biblia inasema hivi: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja wao atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo. Mwambie jirani yako, ole wake aliye peke yake aangukapo. Alafu anasema wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? 12. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki upesi. Anasema mtu anayeonekana kuwa dhaifu aliye peke yake, akiwa na mtu mwenye nguvu anayeweza kumshambulia, ana uwezo wa kumshinda kirahisi. Lakini huyu mtu akiwa na mtu mwingine, yule anayeonekana kuwa na nguvu, hawezi kumshinda hata kama atamshambulia. Anaeleza ya kwamba katika maisha Mungu hawekezi kila kitu ndani yako, anawekeza kwenye nafasi ya wengine, na uwepo wao ndio unaofanya mambo kuwezekana. Nasikitika kusema watu wengi mpo kwenye ndoa na familia za wanaume ambao ninyi mna maono makubwa, lakini wao hawataki kuunga mkono kile mnachotaka kukifanya. Nasikitika pia kusema ya kwamba kuna wanaume ambao wameoa wanawake ambao wenyewe wana maono makubwa, lakini kila wakati wakitaka kuyatekeleza, wake zao wanakuwa ni sababu ya kwanza kuwaonyesha ya kwamba haiwezekani. Nisikilize, watu wengine nje wote wakiniambia haiwezekani, mama mchungaji akiniambia unaweza, my dear friend, nitaanza. Yaani yule ndo injini. Wengine wote nje wakisema haiwezekani, mke wangu akiniambiaga unaweza, imeisha hiyo. Anasema hapa ya kwamba afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Hivi unajua kuna watu wameolewa lakini wanaishi kwenye maisha kama wajane? Yaani ana mume lakini uwepo wa yule jamaa ni kama haupo. Hapa anasema ni heri wawili kuliko mmoja. Shetani anajua ni vita ya watu, na ndio maana wale ambao hamjaoa na wale ambao hamjaolewa, moja ya ombi lako muhimu unapoomba, ninakataa kwenye maisha yangu kupata mtu ambaye atajaza nafasi lakini asiweze kuwa sehemu ya aina ya mtu ninayetakiwa kuwa au malengo ninayotakiwa kufanikisha. Ni muhimu sana. Wewe niangalie tu, yakikukuta ndo utaelewa, na niko pale mchungaji wako. Vitu serious sana unapokuwa unaomba. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Naomba nikwambie jambo jingine ninapoweka msingi litakalo kusaidia. Iko hivi, sio kila ukaribu unaweza kuleta msaada kwenye maisha yako. Sio kila ukaribu unaweza kuleta msaada kwenye maisha yako. Unaweza ukajikuta una watu wanaokuzunguka, lakini hakuna anayeweza kuchangia kwenye kile unachotaka kuwa kwenye maisha yako. Inaitwa vita ya watu. Adui anajua akizuia nafasi ya msaada wa wengine, yale mawazo mazuri na ile sehemu ambayo Mungu ameiweka ndani yako haiwezi ikafanikiwa. Ni muhimu sana unapokuwa unaomba kuomba kwamba kila adui aliyekusudia kuwazuia watu waliobeba msaada wa Mungu kwa ajili ya maisha yangu na asifanikiwe katika safari ya maisha yangu. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni kama ambavyo unaona kwenye huduma, mafanikio ya mchungaji hayategemei upako nilio nao, neema kubwa nilio nayo, wala chochote ambacho Mungu amewekeza ndani yangu. Inategemea pia aina ya washirika nilio nao. Nimeona watu wenye maono na mipango mikubwa na wana neema kubwa, lakini shetani hana uwezo wa kuzuia neema, ila alihakikisha watu walio nao hawawezi kuunga mkono kile ambacho Mungu ameweka ndani yao. Habari yao ikaishia hapo. Inaitwa vita ya watu. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana.
Lakini pia naomba niongee jambo jingine litakalo kusaidia. Usiwalaumu watu wanapoonesha kutokuwa tayari kukuunga mkono katika jambo unalolifanya. Inawezekana wasiwe na mchango kwenye lile jambo katika leo yako, lakini wanaweza kuwa msaada mkubwa kwenye kesho unayoiendea. Usiwalaumu watu wanapoonesha kutokukuunga mkono katika jambo unalolifanya. Wanaweza wasiwe na mchango kwenye leo yako, lakini wanaweza kuwa msaada mkubwa sana kwenye kesho unayoiendea. Unajua watu wanayo nafasi ya kukua, wanayo nafasi ya kujitambua, wanayo nafasi ya kujisahihisha. Siku zinapokwenda wanaendelea kuwa bora na kuwa watu tofauti na vile walivyokuwa jana. Kwa hiyo mtu anaweza asiwe na mchango au msaada kwenye leo yako, lakini kuna nafasi ya badiliko, kuna nafasi ya kuwa bora na akawa mtu wa thamani na mwenye msaada mkubwa kwenye kesho yako. Mwambie jirani yako, acha makasiriko. Mwambie tena, acha makasiriko. Ngoja nikuoneshe mfano mmoja wa mwamba mmoja anaitwa Yohana. Huyu Yohana Marko huyu. Angalia Matendo ya Mitume 12 na mstari ule wa 25. Wewe kisato mtu aje kuchangia tu kidogo kwenye harusi yako unakasirika. Wewe anaweza akawa aje kusaidia leo, lakini atakuwa na msaada kesho kwenye eneo jingine. Matendo ya Mitume 12 na mstari wa 35 wa 25. Matendo ya Mitume 12:25 anasema hivi: na Barnaba na Sauli walipokwisha kutimiza huduma yao, wakarejea kutoka Yerusalemu, wakamchukua pamoja nao Yohana aitwaye Marko. Sema Yohana aitwaye Marko. Biblia inasema Barnaba pamoja na Sauli katika utumishi wao walipomaliza kufanya huduma, kuna wakati walipokuwa wakirejea huko walikokuwa wanakwenda, wakamchukua moja ya mtendakazi anaitwa Yohana Marko, wakawa wanafanya naye kazi, wakawa wanashirikiana naye kwenye huduma. Maisha ya huduma yakaendelea. Angalia Matendo ya Mitume 13 mstari wa 13 mpaka wa 14 unasema jambo na kueleza ya kwamba watu wanaweza wasiwe pamoja na wewe leo, wanaweza wasikuunge mkono kwenye kile unachokifanya sasa, lakini usije ukafikiri wanaweza kuwa hivyo siku zote. Kuna nafasi ya kubadilika, kuna nafasi ya kuwa bora. Kesho wanaweza kuwa msaada mkubwa. Usimalizane nao vibaya. Ni muhimu sana. Tena Mitume 13 mstari wa 13 mpaka wa 14 anasema: kisha Paulo na wenziwe wakang'oa nanga, wakasafiri kutoka Pafo, wakafika Perge katika Pamfilia. Yohana akawaacha akarejea Yerusalemu, lakini wao wakatoka Perge wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia mji wa Pisidia, wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato wakaketi. Wakiwa wanaendelea na huduma na utumishi, ikafika mahali Yohana akaamua kuwaacha, akawaacha wao waendelee na huduma, yeye akaamua kurudi Yerusalemu. Biblia haisemi kwa undani alirudi kufanya nini, lakini aliamua kuwaacha njiani wakati ambapo walikuwa wanafanya nini? Wanamuhitaji. Unaiona hiyo hali vizuri Haya, ili uelewe zaidi sasa, twende Matendo ya Mitume 15:36 mpaka 40. Matendo ya Mitume 15:36 mpaka 40, tuendelee kumuona huyu bwana Yohana Marko. Matendo ya Mitume 15:36 mpaka 40, Biblia inasema hivi: baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya mrejee sasa tukawaangalie hao ndugu katika kila mji tulipohubiri neno la Bwana wa hali gani. Barnaba akaazimu kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao, bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewaacha huko Pamfilia, asiende nao kazini. Tutulie. Imefika wakati wameimarisha makanisa, kazi imefanikiwa. Paulo anazungumza na Barnaba ambao waliondoka pamoja wakati ambapo Yohana Marko aliwaacha. Paulo anasema, Barnaba anasema, mimi naona vema twende naye, Yohana anatufaa. Paulo anamwambia Barnaba, sitaki kuambatana na Yohana, alituacha asitende kazi pamoja nasi wakati tulipokuwa tunamhitaji. Anasema hapana, mimi siwezi kwenda na Yohana Marko, alituacha wakati tulipokuwa tunamhitaji. Barnaba anamwambia mzee Paulo, huyo bwana atatusaidia. Ni kweli alituacha, lakini tulifanya naye kazi. Kuna kitu cha kimungu ndani yake, na kiona kabisa kitakuwa na msaada kwenye hii tunayokwenda kuifanya shughuli mbele yetu. Naona jambo vizuri
Paulo akasema hapana. Mwambie tena jirani yako, acha makasiriko, kuna kesho. Mstari unaofuata wa 39 anasema, basi palitokea mashindano baina yao, hata wakatengana. Barnaba akamchukua Marko akatweka kwenda Kipro, lakini Paulo akamchagua Sila, akaondoka akiombewa na wale ndugu apewe neema ya Bwana. Kwa hiyo wakaamua kutengana, kwamba tusiendelee kugombana. Mimi Barnaba nitamchukua Yohana Marko, wewe mchukue Sila ambaye walikuja wakafungua naye baadaye. Maisha ya huduma yaendelee. Paulo akawa na hasira, akasema Yohana Marko hanifai katika utumishi huu, kwa sababu alituacha tulipokuwa tumeenda katika ile kazi na katika majira ambayo tulimuhitaji. Ona baadaye Paulo akiwa yuko gerezani, akiwa amepigika na mambo yanaenda ndivyo sivyo na kila kitu kinaonekana kuwa ni kigumu, anamwandikia kijana wake Timotheo kwa habari ya Yohana Marko aliyeonekana kuwa hafai. Yohana Marko ambaye iliwafanya kuambatana naye kukawatenganisha Barnaba na Sauli, Barnaba na Paulo katika huduma. Timotheo wa pili 4:9 mpaka 11. Timotheo wa pili 4:9 mpaka 11. Biblia inasema hivi, Timotheo wa pili 4:9 mpaka 11. Jitahidi kuja kwangu upesi. Paulo anamwandikia waraka kijana wake Timotheo akiwa gerezani kule. Jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Krese amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Watu wote wao wa muhimu ambao Paulo alikuwa nao wamefanya nini? Wamemwacha. Alafu mstari wa 11 anasema, Luka peke yake yupo hapa pamoja nami. Alafu anawaambia, umtwae Marko umlete pamoja nawe, maana ananifaa kwa utumishi huu. Yohana Marko ambaye kule alimkataa, baadaye anamwambia Timotheo, ninaomba uje pamoja naye, mlete, ananifaa kwa utumishi huu. Kuna watu wanaweza wasionekane kukufaa leo, lakini wanaweza kuwa na thamani kubwa kwenye kesho ambayo Mungu amekuandalia. Bwana asifiwe. Naomba niweke angalizo kabla bado tujaenda mbele kidogo. Naomba niweke angalizo wanangu. Ni kweli Mungu huwa anatupa watu ili wawe msaada katika kile ambacho tunatarajia kukitimiza au kukifanikisha kwenye maisha yetu. Lakini ni muhimu kuhakikisha mioyo yetu haiwategemei watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yetu. Ni kweli Mungu hutupatia watu ambao wamebeba msaada wake kwa ajili yetu. Ni kweli Mungu hutupatia watu ambao wamebeba msaada wake kwa ajili yetu. Lakini hatupaswi kuwategemea hao watu kama msaada mkuu wa maisha yetu. Ni jambo la msingi sana. Mungu anaweza akupa watu wa namna mbalimbali kwenye maisha yako. Ni kweli anatupa watu, lakini ufundishe moyo wako kuto kuwategemea. Biblia imesema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa ni kinga yake, maana moyoni mwake amemwacha Mungu. Tafsiri yake, unapoanza kuwategemea watu ambao Mungu amekupa kwenye maisha yako, umechagua kumfukuza Mungu ndani ya moyo wako. Alafu anasema wala mtu huyu hataona mema yatakapotokea. Na ndiyo maana utaona kwenye kitabu kile cha Waamuzi 7:1 mpaka 7, utaandika, hatutasoma. Waamuzi sura ya 7 mstari wa 1 mpaka wa 7, wakati ambapo Gideoni alikuwa anapaswa kwenda vitani kupigana. Alikuwa na wanajeshi wengi mno. Mungu alichokifanya, akaanza kupunguza idadi ya maelfu ya wanajeshi aliyokuwa nao mpaka kubaki na watu wachache aliokuwa anakwenda kupigana nao vita. Kwa nini? Mungu alitaka kuufundisha moyo wa Gideoni ya kwamba ushindi hautokani na wingi wa wanajeshi ulio nao, bali mkono wa Bwana pamoja nao. Lakini pia utaona hilo jambo Mungu alipata nao shida kwa Daudi kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 21 mstari wa 1 mpaka mstari ule wa 5. Mambo ya Nyakati wa kwanza 21:1 mpaka 5. Ukisoma hiyo habari hapo utaona ni wakati ambapo Daudi aliitisha sensa ya watu. Alafu baadaye ile sensa ikafanyika. Yoabu akamwambia mfalme,
hili jambo unalolifanya sio jema, achana nalo. Tatizo halikuwa sensa, tatizo halikuwa kuwahesabu watu. Tatizo lilikuwa wapi? Tatizo lilikuwa ni kwamba Daudi nia yake ya kuwahesabu watu ilikuwa ni kujua uwezo wa jeshi aliyo nao, kikosi alicho nacho kina nguvu kiasi gani na namna gani anaweza akapata ushindi. Mungu akauona moyo wa Daudi ya kwamba umetoka kwenye kumtegemea yeye alipokuwa anafukuzwa na Sauli, anataka kuanza kutegemea kikosi cha wanajeshi aliyo nao ili kupata ushindi. Ukisoma hizo habari hapo mbele utakuja kuona Bwana akaachilia tauni katika nchi mpaka ikaanza kuleta shida, watu wakafa katika nchi. Mungu anapokuwa anatupa watu kwenye maisha, anataka tujifunze ya kwamba wale watu wamebeba msaada wake, lakini tegemeo letu halipaswi kuwa kwao. Wamebeba msaada wake, lakini tegemeo letu halipaswi kuwa kwao. Na nimekuja kugundua watu wengi mnawategemea watu, ndiyo maana wakiwaacha mnachanganyikiwa. Ndiyo maana wakifa ghafla mnaona ni kama dunia imegeuka juu chini. Ni ile ile tunayoishi siku zote, ila tegemeo lako ndo limeondoka. Ni ile ile dunia, ni mwambie dunia ni hii. Kuna watu mnahisi ya kwamba mnaishi kwa sababu wazazi wenu wapo na mnaweza. Niko hapa kukwambia kuna wenzako ambao walipoteza wazazi mapema na bado ndoto zao zikatimia. Ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu sana. Tukaangalia kwa haraka kidogo watu muhimu tunaowahitaji kwenye maisha yetu. Watu muhimu tunaowahitaji kwenye maisha yetu. Tumeona vita ya watu, na adui anafanya vita nasi kwenye hilo eneo, kwa sababu kuna sehemu ya msaada wa Mungu ambao Mungu anauwekeza kwa watu wengine. Adui akitaka kuzuia hatua za mafanikio yako, atahakikisha anakunyima watu fulani fulani kwenye maisha yako kabisa. Unashangaa kila unachokifanya mambo hayaendi. Ngoja nikwambie, kuna jambo ambalo wewe unahangaika nalo kwa miaka mingi ili lifanikiwe. Kuna mtu mmoja alipiga simu moja kwa mtu fulani na jambo lake likafanikiwa. Namba moja, ni watu wa namna gani? Ni watu wa kukuonyesha njia ya kufanikiwa. Watu wa kukuonyesha njia ya kufanikiwa ni watu muhimu sana. Unapomwambia Bwana akuinulie watu, kama ambavyo Isaya kule anasema, kwa kuwa nimekupenda nitatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Watu wa kukuonyesha njia ya kufanikiwa. Kila hatua unayotaka kuifikia kwenye maisha yako ina mtu ambaye anajua njia unayotakiwa kupita ili ufike. Kila hatua bora unayotaka kuifikia kwenye maisha yako, kuna mtu anajua njia unayotakiwa kupita ili ufanye nini? Uifikie. Na nimeandika hapa nikasema, inawezekana jambo hilo unalotaka kulifikia lina njia zaidi ya moja, lakini yupo ambaye anajua njia salama na rahisi ya wewe kufika. Kila hatua unayotaka kuifikia kwenye maisha yako, iwe ni ya rohoni au maisha ya mwilini, kuna njia ambayo unatakiwa kupita na kuna mtu anaijua. Ayubu anasema, yafaa wingi wa siku useme na miaka izungumze hekima. Inawezekana kukawa na njia zaidi ya moja, lakini kuna mtu anajua ukipita kwenye njia fulani utafika salama na kwa urahisi zaidi kuliko ungejaribu mwenyewe ukiwa unabahatisha. Angalia Samueli wa kwanza 30 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Nitakufundisha jambo hapo. Samueli wa kwanza sura ile ya 30 mstari wa kwanza mpaka wa 19. Nitasoma kwa kurukaruka. Biblia inasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklag siku ya 3, hao Waamaleki walikuwa wameshambulia Negebu, na Siklagi nao wameupiga na kuuchoma moto 2. Nao wamewachukua mateka wanawake waliokuwamo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wakawachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipoufikiria mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu wake waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia,
hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka 6. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi za watu hao wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Tutulie kwanza hapo. Biblia inasema kuna wakati fulani Siklagi walikuwa wameweka kambi Daudi na watu wake, wakiwa wameondoka na wale wanajeshi wao kwenda kwenye mapambano. Baadaye wanarudi kwenye eneo palipokuwa na kambi, ambapo familia zao zipo, wanakuta wake zao na watoto wao wamechukuliwa. Biblia inaonyesha wazi hapo ya kwamba walipofika na kuiona hiyo hali, wakalia mpaka nguvu za kulia zikawaisha. Lakini Biblia inaeleza ya kwamba moyo wa Daudi ukainama, maana watu walisema ya kwamba wampige Daudi na wamuue mpaka afe. Watu wana uchungu wa moyo. Daudi akafanya nini? Akaamua kujitia nguvu katika Mungu wake. Nisikilize, wakati ambapo mazingira yako hayawezi kukutia moyo, ruhusu neno la Mungu kuwa nguvu ya kuendelea mbele katika hatua unayotaka kuifikia. Wakati ambapo mazingira yako hayana mtu wa kukutia moyo, hayana mtu wa kukwambia unaweza, hayana mtu wa kukuonyesha inawezekana, ruhusu neno la Mungu kuwa sababu pekee inayoweza kukusaidia kuendelea mbele. Akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Ukiangalia hapo mbele kidogo kwenye hayo maandiko, utaona Daudi akiwa ameomba. Daudi akamtafuta Mungu. Daudi akamuuliza Bwana, niende? Mungu akamwambia, nenda, utawapata bila shaka. Biblia inaeleza Daudi akaamua kuondoka na askari wake 600. Ukiendelea kusoma hiyo habari hapo mbele kidogo, utakuja kuona wale askari 600 aliokuwa nao, kuna wakati wakafika kwenye kituo fulani, askari 400 wakachoka, wakasema hatuwezi tena kuendelea na safari, wakabaki pale. Kwa hiyo katika askari 600 Daudi akapoteza. Iko hivi, kwenye kila hatua unayoiendea kwenye maisha yako ya ukuu, ni lazima uwe tayari kupoteza baadhi ya watu njiani. Kila safari ya ukuu unayoiendea kwenye maisha yako inatoa nafasi ya kupoteza baadhi ya watu njiani kabisa. Kwa hiyo usijisikie vibaya watu wanapokuacha njiani. Inawezekana wamechoka au hawajaelewa kile ambacho Mungu amekusudia kukifanya pamoja na wewe kama Obabu. Lakini alipoendelea mbele zaidi kwenye hiyo habari, tunaona kule mbele kuna kitu ambacho nilikipenda sana. Mstari ule wa 10 anasema hivi, lakini Daudi akakaza kufuata, yeye na watu 400, kwa maana watu 200 walikaa nyuma, ambao walitaka kuzimia. Hawakuwa watu 400, walioshindwa walikuwa ni watu 200 kuzimia, hata hawakuweza kukivuka hicho kijito cha Besori. Nao wakamkuta Misri mavueni, wakamleta kwa Daudi na kumpa chakula, naye akala, nao wakampa maji ya kunywa. Watu 200 walichoka njiani, watu 400 wakaendelea nao. Mungu alipotaka kumsaidia Daudi juu ya ile ahadi ambayo alimpa mwanzoni, Mungu katika safari yake njiani, Daudi anakutanishwa na mtu anayejua njia walioiendea, anaowatafuta. Naomba nikwambie, Mungu hatajifunua sana katika mwanzo wa safari yako. Mungu ana utaratibu wa kujifunua katikati ya safari, maana anajua moyo wako umeamini na kumaanisha kuyapokea unayoyatafuta. Akamkutanisha na mtu ambaye anaijua njia na aliyekuwa sehemu ya wale wanajeshi waliokuwa wamewachukua wake zao na watoto. Alikuwa ni mjakazi huyu. Mstari wa 13, ndipo Daudi akamuuliza, wewe mtu wa nani, nawe umetoka wapi? Naye akasema, mimi ni kijana wa Misri, mtumwa wa Amaleki mmoja. Anaeleza pale. Mstari wa 15, Daudi akamwambia, je, wewe utaniongoza chini hata niifikirie jeshi hilo? Naye akasema, uniapie kwa Mungu ya kwamba hutaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu, nami nitakuongoza chini hata kulifikiria jeshi hilo. Nao hapo walipokuwa wamewaongoza chini, tazama, hao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote, wakila na kunywa na kufanya karamu,
kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika nchi ya Yuda. Naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hata jioni ya siku ya pili. Hakuna aliyeokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. 18. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Waamaleki, naye Daudi akawaokoa wakeze, wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Mungu alipotaka kumsaidia Daudi baada ya kuwa ameomba na kumuuliza niende, akamwambia nenda, utawapata bila shaka. Daudi alipokuwa njiani, Mungu anamkutanisha na mtu ambaye alikuwa anaijua njia. Daudi anamwambia, je, utanielekeza na kunionyesha ili niende? Akamwambia, naomba uniapie kwa Mungu kwamba 1, hautaniua; 2, hautanirudisha kwa bwana wangu. Biblia inasema yule mtu akamuonesha Daudi njia ambayo wale watu walikuwa wameipitia. Daudi akaifuata ile njia, akawakuta, akawapiga maadui, akarudisha mali, akarudisha nyara, akarudisha mke, akarudisha watoto na vyote alivyokuwa navyo. Mungu alijibu maombi ya Daudi na hatua zake kwa kumkutanisha na mtu anayejua njia ya anachokitafuta. Kwenye kila unachokitafuta kwenye maisha yako kuna mtu anayejua njia. Ni ombi lako kwa Mungu, nikutanishe na mtu anayeijua njia. Kwenye ile biashara unayotaka ikue na ifanikiwe, kuna mtu anayejua njia. Ni jambo la muhimu sana. Utaona pia kwenye Wafalme wa Pili 5 mstari wa 9 mpaka wa 14. Hatutasoma, utaandika tu. Wafalme wa Pili 5 mstari wa 9 mpaka mstari wa 14, utaona habari hapo. Ni jambo la msingi sana. Aina ya pili ya watu ambao unawahitaji kwenye maisha yako ni watu wa kukufariji na kukutia moyo. Watu wa kukufariji na kukutia moyo. Watu wa kukufariji na kukutia moyo ni watu wa muhimu sana, hasa katika mazingira ambayo yanaonekana kukuvunja moyo na kukuonyesha kuwa haiwezekani. Watu wa kukutia moyo ni watu wa muhimu sana, hasa katika mazingira ambayo yanakuvunja moyo na yanakuonesha yale unayotaka kuyafanya hayawezekani. Ni watu muhimu sana, ni watu muhimu sana. Nimekuwa nawaambia hapa mara nyingi wanangu, na naomba nirudie tena. Neno la kutia moyo katika wakati wa kuchoka lina thamani kubwa kuliko zawadi inayoletwa katika wakati wa ushindi. Kuna wakati katika ubinadamu wako na ubinadamu wetu huwa tunachoka. Kuna wakati katika ubinadamu wetu mioyo inakata tamaa. Kuna wakati hatuhitaji watu wanaoweza kutupa fedha. Kuna wakati hatuhitaji watu wanaoweza kutusifia. Kuna wakati tunaohitaji watu wanaoweza kutuambia, pamoja na yote yaliyotokea, inuka na uendelee mbele, inawezekana. Tunawahitaji wakati ambapo mazingira ya maono yetu ni makubwa. Maono ni makubwa kuliko uhalisia wa mazingira. Tuna watu ambao tunawahitaji kusikia sauti yao ambayo itatuambia, ijapokuwa mambo yanaonekana kuwa magumu, Mungu akiwa pamoja nasi tutaweza, usivunjike moyo. Watu wa kutufariji na kututia moyo. Unaweza usielewe, ni mpaka pale maisha yatakapokupitisha nyakati ambazo hakuna mtu wala sauti inayokuambia na kukuonyesha ya kwamba inawezekana. Ni watu wa muhimu sana Mungu kutupa kwenye hatua za maisha yetu. Angalia Wakorintho wa pili 7 mstari wa 5 mpaka wa 6. Wakorintho wa pili 7:5 mpaka 6, Biblia inasema jambo. Anasema hivi: kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani hofu, lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Mtume Paulo analieleza kanisa la Korinto
ya kwamba kuna wakati ambapo anasema tulidhikike kote kote, nje palikuwa na vita, ndani ya mioyo palikuwa na hofu. Lakini anasema katika mazingira hayo Mungu alitufariji kwa kutupa Tito. Alikuwa msaada katika wakati ambapo hofu ilikuwa imetawala ndani, vita imetawala nje. Kama Paulo alipewa mtu wa kumfariji na kumtia moyo, ni dhahiri ya kwamba kila Mkristo anahitaji watu wa namna hiyo, especially katika mazingira ambayo yanaonekana ni magumu. Nimeandika hapa nikasema, Shetani huzuia watu wa kututia moyo na kutufariji na kuruhusu ujio wa watu wa kutuvunja moyo au kutuonesha kuwa haiwezekani. Mara zote Shetani huwazuia watu wenye moyo wa kutufariji na kututia moyo, na uwaruhusu tupate watu ambao watatuvunja moyo na kutuonesha kuwa haiwezekani. Naomba uangalie Nehemia sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nehemia sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema, lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhibika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyeje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nao yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Nehemia anakazana kujenga ukuta wa Yerusalemu. Watu wameomba ruhusa, wameacha kazi zao, wamewekeza nguvu pale. Sanbalati na Tobia wanawavunja moyo, wanawaambia ya kwamba hichi mnachokifanya hakiwezekani. Tena huo ukuta mnaoujenga, hata mbweha wangekuja wakasogezea wakalalia kidogo tu, ukuta mzima ungeanguka. Maisha yana watu wengi watakao kuonesha kuwa haiwezekani, kuliko idadi ya watu watakao kutia moyo na kukwambia uchukue hatua hata katika mazingira ambayo yanaonekana kuwa magumu. Na ndio maana nimekuwa nawaambia wanangu, na naomba nirudie tena, usiwasahau watu waliosimama pamoja na wewe katika nyakati ngumu ambazo wengine walikuacha. Usiwasahau watu waliosimama pamoja na wewe katika nyakati ngumu ambazo wengine walikuacha. Ni rahisi kuwafurahia watu wanaokuja katika nyakati za mafanikio yetu. Watu wengi katika nyakati za mafanikio wanakuja kufurahia kile tulichokipata, lakini wasingeliweza kusimama na sisi wakati ambapo tulikuwa tuko wenyewe. Watu waliokuombea wakati ambapo ulikuwa unakata tamaa, watu waliokutia moyo wakati ambapo ulikuwa umechoka, watu waliokuambia mambo ya msingi ya kufanya ili utoke kwenye hali uliotoka. Wakati utakapofika katika kile kilele cha safari yako, usije ukawadharau, usije ukawasahau, wala usije ukawatendea vibaya. Itakuwa ni kwa huzuni yako mwenyewe. Ukiona kobe amepanda juu ya ukuta, ujue kuna mtu amemweka. Mwambie mwenzako, ukiona kobe amepanda juu ya ukuta, ujue kuna mtu amemweka. Tunaujua uwezo wake, hawezi akapanda juu, si ndio daktari? Hawezi akapanda juu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ni jambo la msingi sana. Tumesema katika mazingira ambapo hauna mtu wa kukutia moyo, liruhusu neno la Mungu kuwa sababu ya wewe kuendelea mbele. Katika mazingira ambayo hauna mtu wa kukutia moyo, ruhusu neno la Mungu kuwa sababu ya wewe kuendelea mbele. Ukikosa watu wa kukufariji, ukikosa watu wa kukutia moyo, endelea kuliamini neno. Hata kama una watu wa kukufariji na una watu wa kukutia moyo, endelea kujifunza neno. Zichukue ahadi za Mungu kama nguvu ya juu zaidi ya ahadi inayoendelea kwenye uhalisia wa mazingira yako. Hiyo inatosha kabisa kuendelea mbele. Utaangalia Warumi 4, utaandika tu 19 mpaka 21. Warumi sura ya 4 mstari wa 19 mpaka mstari wa 21.
Biblia inasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, Warumi 4:19-21, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani akifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kama wa miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara, lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Ibrahimu akiwa na umri wa miaka 100, mzee. Sara na umri wa miaka 90, bibi mzee. Bado mazingira yalikuwa yanawambia ya kwamba hilo jambo haliwezekani. Watu waliowazunguka walikuwa wanawambia hilo jambo haliwezekani. Yeye alichagua jambo moja: wakati watu hakuna wa kunitia moyo, wakati mazingira hayawezi kunitia moyo, nitaamini katika ahadi ya Mungu. Na akaamua kubaki pale, na ile ahadi ikaleta matokeo tofauti na matarajio ya watu. Katika wakati ambao mazingira yako hayakutii moyo, hakikisha neno la Mungu linaamsha shauku ya kuendelea mbele bila kukata tamaa. Naomba tuendelee mbele tena kidogo. Utaandika, tutasoma Hesabu 13:30-33. Hesabu 13:30-33. Utaona hapo habari za kina Kalebu na wakina Joshua, namna ambavyo watu wapelelezi wameleta habari mbaya. Joshua na Kalebu wakawaambia, sikilizeni, ni kweli wamesema wale watu ni majitu kuliko sisi, lakini ikiwa Bwana atatufurahia tutairithi ile nchi. Wakati ambapo taifa limeinama, watu wamekata tamaa ya kwenda kuikabili nchi ya ahadi yao na kuwaondoa adui zao, neno la Joshua na Kalebu lilitosha kuamsha shauku ya watu kuendelea mbele. Wakati ambapo Israeli walikuwa wamechoka na wanataka kuchagua mtu wa kuwaongoza kurudi Misri, Mungu anawainulia watu wa kuwafariji na kuwatia moyo ambao anaitwa Yoshua na Kalebu. Wakati ambapo Daudi ameenda, Israeli wote wanamuogopa Goliati. Akitokea hakuna mtu anajitokeza. Sauli na wanajeshi wote wa taifa zima wanaogopa. Mungu anamuinua jamaa mmoja katikati ya taifa, anaitwa Daudi. Anasema, huyu Mfilisti ni nani hata anatokana taifa la Mungu? Anatokana Mungu aliye hai. Akasema, mimi nitaweza kupigana naye. Mungu aliyeniokoa na simba na dubu ataniokoa na Mfilisti huyu. Wakati ambapo mfalme na taifa la Israeli mioyo imeinama, wanajeshi mioyo imeinama, sauti ya Daudi ilikuwa ni sauti ya tumaini katikati ya mazingira yaliyokuwa magumu. Sauli akamwambia, nenda na Bwana awe pamoja nawe. Katika nyakati ngumu ambazo zinaonekana haiwezekani, ruhusu neno la Mungu kuwa sauti yenye nguvu kwenye maisha yako. Lakini pia mwambie Mungu, niinulie mtu au watu watakaoniambia inawezekana, watakaonishika na kusimama na kwenda pamoja. Ni jambo la msingi sana. Utaangalia pia Ezra 10 mstari wa 1 mpaka wa 2 na mstari wa 4. Tutasoma, utaandika tu hapo. Ezra sura ile ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 2 na mstari ule wa 4. Mstari wa 1 na wa 2 na mstari ule wa 4. Naomba nikwambie jambo. Mungu anapokupa watu sahihi kwenye maisha yako, yale ambayo ukiwa peke yako ungechelewa kuyapata, watu wale huwa wamebeba neema ya kuyaharakisha kwenye maisha yako. Mungu anapokupa watu sahihi kwenye maisha yako, mambo ambayo ungechelewa kuyapata kwenye maisha yako, Mungu huwa anayaharakisha, yanakuja kwako. Kwa nini? Wale watu wanakuja wakiwa wamebeba neema fulani. Mimi huwa nawaambia watu siku zote, nilikuwa na ndoto kubwa na maono makubwa, lakini nilikuwa nimejiwekea mipango ya miaka mingi sana ili niweze kuyatimiza. Tangu nilipooa mke wangu, mambo niliyofikiri nitayapata baada ya miaka 10 nimeyapata ndani ya muda mfupi sana kabisa. Mungu anapokupa mtu aliyebeba msaada wake ndani yake, yale uliokusudiwa kuyapata kwa kuchelewa yatakuja haraka sana kwenye maisha yako. Utaona ukweli huo kwenye Kutoka 2 mstari wa 16 mpaka wa 21. Tusome hapo nikuoneshe kitu. Kutoka 2:16 mpaka 21. Narudia tena kwa vijana wangu ambao hamjaoa na kuolewa, ni moja ya ombi muhimu sana.
Kuna wanawake walikuwa na ndoto na maono makubwa na mipango mikubwa. Aina ya wanaume waliowaoa walikuja kwao kama fire extinguisher na kuzima kila mipango na malengo walio nayo. Mpaka leo zimebaki story. Na mwenzako imebaki story. Na unajua, ukiwa umeolewa, haijalishi una maono na mipango mikubwa kiasi gani, kuna mambo hata kama una uwezo na uko tayari kufanya, yule bwana akikataa haufanyi. Ni eneo nyeti sana kuliko tunavyoweza kufikiri. Kutoka 2:16 mpaka 21 inasema hivi: basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti 7, nao wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji, wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia. Mwambie mwenzako akawasaidia. Sema tena akawasaidia. Anasema akalinywesha kundi lao. Walipofika kwa Reueli baba yao 18, akasema imekuwaje hata mkarejea mapema leo? Wakasema Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji, tena zaidi ya hayo akatutekea maji akalinywesha kundi. Reueli alikuwa na watoto wake ambao walikuwa wanaenda kisimani kuwa wanaenda kuchukua maji kwa ajili ya mifugo yao. Walipoenda siku hiyo, kama kawaida, wanaume wakawa wanawazuia wasichukue maji mpaka wao wanyweshe wanyama wao. Biblia inaeleza vizuri hapa nini kilitokea. Biblia inasema hivi: Musa akawa pale akawasaidia, wakapata maji. Wanaporudi nyumbani, baba anashangaa, imekuwaje leo mmerudi mapema? Sio kawaida, hii haijawahi kutokea. Ndipo anamwambia, tulipokuwa pale kuna mtu aliyetusaidia. Kwa nini? Mtu mwenye kitu cha Mungu kinachoendana na wazo la Mungu ndani yako, akija kwenye maisha yako, yale ambayo ungechelewa yanapatikana mapema. Shetani anajua, ndio maana kwenye maeneo mengi ya maisha anakunyima watu. Aina ya 3 ya watu kutokea kwenye hilo andiko ambao tunawahitaji kwenye maisha yetu ni watu wa kutusaidia. Watu wa kutusaidia. Watu wa kutusaidia. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili na mstari wa 21. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili na mstari wa 21. Alafu naomba nisome mstari wa 21 tu. Mambo ya Nyakati wa kwanza 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili na mstari ule wa 21. Biblia inasema mstari wa 21: maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa kama jeshi kubwa, kama jeshi la Mungu. Daudi wakati ambapo alikuwa anamkimbia Sauli akitaka kumuua, Mungu alipotaka kumsaidia Daudi, alimletea siku kwa siku watu wa kumsaidia. Na ukisoma mstari wa kwanza na wa pili na mistari mingine, utagundua hawakuwa watu wa kawaida. Walikuwa ni watu wenye uwezo wa kivita, walikuwa ni watu wenye uwezo wa kupigana. Sio yani watu wa kukusaidia, wanakuja wakiwa wana kitu ambacho kinaweza kuyaongezea maisha yako thamani. Anasema siku kwa siku wakamjia Daudi watu wa kumsaidia. Samueli wa pili 23 mstari wa 15 mpaka wa 17. Samueli wa pili 23:15 mpaka 17. Nitasoma kwa haraka hapo. Biblia inasema, Daudi akatamani akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao mashujaa 3 wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi, walakini yeye hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana. Kuna wakati Daudi aliyatamani maji ya kisima cha Bethlehemu, maji ambayo yalikuwa katika kile kisima kuna maadui wamekizunguka. Shauku ya Daudi ilikuwa ni kuyapata yale maji. Vijana wake mashujaa aliowatengeneza wakasema, mzee, hauna sababu ya kutoka hapa, ngoja sisi tutaenda kwenye kile kisima, tutachota maji kwa ajili yako, tutakuletea. Wale watu wakaenda wakayachota maji, wakamletea mzee Daudi. Daudi akasema, sitayanywa haya maji, maana yamegharimu uhai wao. Ni shauku ya kila mchungaji katika kila huduma. Maono anayotamani kuona yanatimia,
Mungu kumpa watu watakaosema sisi tutasimama pamoja na wewe katika kile ambacho Mungu amekusudia kitimia na alichokiweka ndani yako. Ni maombi yangu wanangu, katika ninyi Mungu awafanye kuwa kama mashujaa wa Daudi, watu ambao mtasimama pamoja nami katika kila kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yangu mpaka tuone linatimia. Sibuka TV.